Kufuatia mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati na kupelekea kupanda kwa gharama za bei ya mafuta katika mataifa mengi duniani, serikali imesema itachukua hatua kali kwa watakaoficha mafuta na kusubiria bei ipande ili wauze kwa gharama kubwa. Hayo yamesemwa leo Machi 26 mwaka 2026 na Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia mafuta na gesi asilia, James Kataragio, katika ziara ya ukaguzi wa maghala ya kuhifadhia mafuta iliyopo Kurasini jijini Dar es Salaam. Kwa sababu tumesikia kuna kelele kwamba kuna baadhi ya vituo havipati mafuta, lakini vile vile tuna habari kwamba kuna ucheleweshaji kwa makusudi wa upakiaji. Kwa mfano unakuta maroli yanapakiwa lakini inachukua muda mrefu sana yale maroli kuondoka. Hilo tumelisikia. Kwa hiyo sasa sisi nia yetu ni kwamba tunataka mtuhakikishie kwamba mna stock za kutosha, lakini mafuta yanatoka, kwamba maroli yanakuja yanapakia mafuta na yanaondoka kwa wakati. Hatutaki wafanyabiashara wakateka advantage ya situation kuficha mafuta ili baadaye wauze wakati bei zikiwa juu. Kwa kweli ndio maana nimekuja na EWURA hapa. Serikali itakuwa kali sana na tutachukua hatua. Kwanza ni kinyume cha sheria ukifanya hivyo. Ni kinyume cha sheria, ni uhujumu uchumi. Ni uhujumu uchumi. Kwa hiyo serikali hatutasita kuchukua hatua mara moja kama tukibaini kwamba kuna mtu ambaye anajaribu kuficha mafuta ili baadaye ayauze wakati bei zitakapopanda. Naye mkurugenzi mkuu wa EWURA Dr. James Andilile amesema watahakikisha kunaendelea kuwa na bei himilivu katika soko ili uchumi usiathirike. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kutokana na uharibifu wa miundombinu ambao umejitokeza, gharama za uagizaji mafuta kutoka Mashariki ya Kati zimeongezeka, zikiwemo gharama za uagizaji yani FOB, pia masuala ya bima ambayo ni mambo ya insurance, gharama za ukodishaji wa meli, freight charges zimeongezeka, ambazo kwa njia moja au nyingine hata sisi zinaweza kutuathiri katika swala mazima ya upangaji wa bei. Na tukumbuke pia kwamba tunaagiza mafuta kwa kutumia dola, na pale ambapo unajikuta kwamba kutokana na kuongezeka kwa gharama ni kwamba tutalazimika kuagiza mafuta yale yale tulikuwa tunaagiza siku zote, lakini kwa gharama kubwa zaidi kutokana na ongezeko la gharama katika soko la dunia. Lakini watoe hofu tu kwamba serikali inafuatilia swala hili kwa karibu sana, na hivi ninavyoongea vikao mbalimbali vinaendelea ndani ya serikali kuangalia namna bora ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na bei himilivu katika soko letu ili uchumi usiweze kuathirika. Kwa hiyo tuna mambo mawili tu ambayo tunafanya kwa sasa. Moja, tunahakikisha usalama wa upatikanaji wa mafuta nchini, lakini pili, tunahakikisha kwamba bei ambazo zitakuwepo katika soko ni zile ambazo ni himilivu na ambazo zinaendana kwa ujumla na mwenendo wa gharama za uagizaji mafuta kutoka nje ya nchi. Mimi ni Felix George na hii ni Open Online Media.